Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso. Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege 4 na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili, na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana. Ninakushukuru sana ndugu Manase. Habari za Morogoro? Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi. Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, tuakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi? Naam,
Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu. Nilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles, na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema yalikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa 4 katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa 3 hivi, na hatukumpata mpaka saa 9 alasiri, akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York. Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC? Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wakazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali, na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo. Karibu. Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi, na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti rasmi kabisa, yote anaweza Google na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonyesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu
lingine hili hawalitaji wao kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba. Mwezi wa 10, wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo. Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu? Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja, na wakatumia maneno kwamba kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini ni sawa tu katika muhtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa giza na mwezi kugeuka
na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833 zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine kwa ufupi niseme Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21 unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii. Matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili. Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani, na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie? Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya Tume ya Taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya, na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia, kuanzia hapo ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka Septemba 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma. Februari mwaka 1993 kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa,
watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Nakumbuka lile juma taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya rudiwa, taifa liko magotini. Ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10 na 11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja. Lakini Bwana Yesu huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya 40 anaposema, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu, na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake. Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matokeo yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliyofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao? Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani. Inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho, na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11, inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo, kondoo anayekuwa na pembe mbili. Anaonekana mwana kondoo, lakini anayenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili, katiba na Biblia. Sasa unajiuliza kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia.
kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndio iliyowakimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomea hapa kwa sasa. Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza sasa, mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa wakati. Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani. Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii, na leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11, na tayari tumezungumza kuhusiana na unabii ambao ulitabiri tukio hili, na niko na mchungaji Robert Tuvako. Mchungaji, awali wakati tunazungumza uligusia kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza na takriban watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa wanajua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11 kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema. Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi, alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo. Nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa ule wa 12 na wa 13, na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York, halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hii ni kwamba aliitwa katika njozi aone, lakini sasa maghorofa haya hayafungi, hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto na yaliinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea, anasema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa, lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zilisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa moto hawakuweza, wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa
utakuwa hodari kuharibu. Halafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York, isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa hii nakazia, watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee Septemba 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuai mingi duniani kote, New York ikiwa mojawapo. Na hivyo tusishangae likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomwonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja. Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo, Naam, inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiriwa na tumeona sasa tukio tayari limetokea New York, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo? Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaouonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionesha mtazamo na dhana za kibabeli kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale Wakaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije akatuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui Ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wowote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote. Nukuu uliyoisoma hapo
Ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya Wamarekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama Waadventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni? Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena ana uweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kimvita, ana uweza ambao hakuna awezaye kuuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakavyokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa, watoke. Na ndiyo maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya, kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya ni onyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule watatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama. Tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia, muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndiyo maana sasa kama mwangwi Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke waandaliwe kumlaki Bwana Yesu. Katika siku za hivi karibuni masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla? Tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua, na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi. Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili, kwamba hata Danieli sura ya 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka, ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao.
Mimi nakumbuka, ndugu mtangazaji, nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani, alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga na kuonyesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu na hivyo inabidi kuwa tayari, akionyesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya, na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupokee kwa namna iliyochanya itakayomwokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tunamakinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha, tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli. Asante mchungaji, na kwa sababu hiyo basi pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo kwa kweli, hata tunapoangalia Injili Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. Alienda nao kwa mitazamo mbalimbali na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumwamini yeye. Tena aliwafanyia matendo
ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata. Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya Unabii, na ikumbukwe kwamba Septemba 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna anayeyatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya 1 fungu la 19 hadi 21, ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. Septemba 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile imepita, maisha yanaendelea. Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata Septemba 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwake mara ya pili. Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotuelekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha? Labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo? Ni swali zuri lakini gumu pia. Ndugu mtangazaji, ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili
ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu, kwa sababu hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote, na mimi nikifa, nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati. Hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa, hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja. Lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole. Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wowote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii hii leo. Nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona. Na kwa utimilifu wa unabii huo, kama tulivyomaliza hapa na mchungaji, kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya roho ya unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen. Amina. Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe. Nakushukuru ndugu mtangazaji. Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana.